zangu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rahma kipenzi chetu na kipenzi cha Allah Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, leo tunaendelea tena na majlisi yetu tukiwa na somo ambalo linasema a'rifin nasa taslam, wajue binadamu, wajue watu, utasalimika. Ndugu zangu, tumechagua somo letu la leo liwe ni a'rifin nasa taslam, wafahamu watu utasalimika, ili kuweza kutazama namna Allah subhanahu wa ta'ala alivyowaumba wanadamu, tabia zao, mwenendo wao na maisha yao kwa ujumla. Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani anasema, laqad khalaqna al-insana fi kabad, hakika tumemuumba mwanadamu katika tabu. Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha ya kwamba mwanadamu ameumbwa katika maisha ambayo yamejaa mitihani ndani yake, maisha ambayo yana changamoto ndani yake. Lakini pia usitarajie wanadamu wote kwenye maisha yako kwamba wanaweza kuwa wema, kwa namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyowaumba wanadamu. Wameumbwa katika tabu. Wanadamu ni viumbe wa tabu, wana matatizo chungu mzima. Ndiyo aya hiyo Mwenyezi Mungu anasema, laqad khalaqna al-insana fi kabad, kwa hakika tumemuumba mwanadamu katika tabu. Wanadamu wana shida. Kwa hiyo kutokana na aya hiyo tukaamua somo letu la leo liwe a'rifin nasa taslam, wafahamu binadamu, utaweza kuishi salama murtahan, utaishi vizuri katika maisha yako. Lakini usipowajua wanadamu utapata shida kwenye maisha yako. Na Mwenyezi Mungu katika nyingine anasema, khuliqal insanu dhaifa, mwanadamu ameumbwa katika hali ya udhaifu. Katika moja ya viumbe ambao ni dhaifu ni wanadamu. Khuliqal insan dhaifan, mwanadamu ni kiumbe aliyeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika hali ya udhaifu uliokuwa mkubwa sana. Kwa hiyo ukiwafahamu wanadamu katika lugha nyingine, ndio umeyafahamu maisha. Ukiwafahamu binadamu kwa hakika unakuwa umeyafahamu maisha. Na usipowafahamu wanadamu kwa hakika utapata tabu sana katika maisha yako, kwa sababu hujawajua wanadamu ni viumbe wa aina gani. Kwa hiyo leo tumechagua kuelezea a'rifin nasa taslam, wafahamu wanadamu, kwa hakika utasalimika sana katika maisha yako. Sayyiduna Musa alayhi salam, yeye Mwenyezi Mungu anamuita ndani ya Qur'ani kuwa ni msemezwa. Wa kallama Allahu Musa taklima, Musa alayhi salam alikuwa ni mtu ambaye anaongea na Allah subhanahu wa ta'ala. Katika miongoni mwa siku Musa alayhi salam alikwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mambo kadha wa kadha. Lakini katika miongoni mwa mambo aliyokwenda nayo Musa alayhi salam kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Musa alikwenda kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu, najini min alsinati nnas, Mwenyezi Mungu ninakuomba mimi unikinge, uniokoe kutokana na maneno ya wanadamu. Musa alayhi salamu alikwenda kuongea na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuwa Musa alikuwa anaongea na Allah na yeye ni mtume ambaye alitumwa kwa Banu Israili, Mwenyezi Mungu anasema, wa ataina Musa alkitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila dhurriyata man hamalna ma'a Nuhin innahu kana abdan shakura. Na aya zimeendelea mbele, lakini Mwenyezi Mungu anathibitisha ya kwamba Musa ni mtu aliyetumwa kwenda kwa Banu Israili na alipewa kitabu kinaitwa Taurati kuwapelekea Banu Israili.
Lakini juu ya kwamba Musa alikuwa ni mtume wa Allah, bado Banu Israili walimshughulisha kwa maneno. Banu Israili walimshughulisha kwa vitimbwi, wakawa wanamshughulisha sana Musa. Na Musa katika miongoni mwa madhaifu yake alioumbiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, alikuwa ni mtu ambaye haraka sana anawahi kupaniki Musa. Mwenyezi Mungu alimpa kigugumizi, na watu wenye kigugumizi mara nyingi wanakuwa wana hasira za karibu sana, na Musa alayhi salamu Mwenyezi Mungu alimuumba hivyo. Sasa ilikuwa inafika kipindi wale Banu Israili walikuwa wanamuudhi Musa to the maximum level, yani ilikuwa kwenye kiwango cha juu kabisa, mfano wake hakuna, mpaka Musa ilikuwa anajazibika na kasirika. Sasa siku moja akatoka, ndo akaenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akamwambia ya Rabb najini min alsinati nnas, Mwenyezi Mungu nakuomba unikinge mimi kutokana na ndimi za watu wasiniongelee vibaya. Mwenyezi Mungu akamjibu Musa akamwambia, ya Musa ana lam aj'al dhalika li nafsi, ewe Musa, hakika ya hayo unayosema wewe ni yafanye kwako sikuyafanya katika nafsi yangu mimi mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa aj'aluhu lak, vipi nitaweza kuyafanya hayo yawe katika maisha yako? Yani Mwenyezi Mungu alikuwa anamaanisha kwamba ikiwa mimi Mwenyezi Mungu niliowaumba wanadamu na bado wananisema, itakuwaje wewe Musa unayetaka wanadamu wasikuseme kitu ambacho hakiwezekani? Kwa hiyo Musa alayhi salam alikwenda kwa Allah kumlalamikia kuhusu wanadamu. Lakini lau kama ukiwafahamu wanadamu, inakuwa haiwezi kukupa shida kwenye maisha yako. Wanadamu wakiwa wanaongea, wanadamu wakiwa wanakusema, wanadamu wakiwa wanafanya vitimbwi, wanadamu wakiwa wanafanya usda, linakuwa halikupi shida kwa sababu tayari unawajua. Mtu mmoja aliwahi kusema, mwanafalsafa mmoja, allamatni alhayatu, maisha yamenifundisha mimi, anna anwa'i nnasi thalathatun, wanadamu kwenye maisha hawa wako aina tatu. Ukiwa unaishi kwenye maisha yako, hili liweke sana kwenye akili yako. Anna anwa'a nnasi thalathatun, wanadamu hawa unavyowaona wapo katika makundi matatu. Kundi la kwanza akasema, nasun kalhawa la yumkinu alistighna'u anhum abada, huyo ni mtu wa kwanza. Mtu wa pili akasema, nasun kaddawai tahtajun ilayhim ahyanan, huyo ni mtu wa pili. Na mtu wa tatu akasema, nasun kaddai la targhabu fi wujudihim abada, huyo ni mtu wa tatu. Wanadamu hawa kwa maelezo yake akasema, nasun kalhawai, kuna wanadamu hawa wapo kama hewa, kama unavyoona upepo, la yumkinu al-istighna'u anhum abada, bila wao inakuwa haiwezekani kwenye maisha. Kuna wanadamu kama hewa, mwanadamu lazima avute hewa kwenye maisha yake. Sasa bila wanadamu hao kwenye maisha yako huwezi. Kuna wanadamu wako hivyo kwenye maisha, yani wao wanakuwa ni msaada kwenye maisha yako. Na kisha akasema, nasun kaddawa, na kuna wanadamu kama unavyoona dawa, tahtajun ilaihim ahyanan, kuna baadhi ya nyakati unahitaji dawa, na ndivyo kuna baadhi ya wanadamu, kuna baadhi ya wakati unawahitaji. Lakini mtu aina ya tatu akasema, nasun kaddai, na kuna binadamu hao kama unavyoona maradhi, la targhab fi wujudihim abada, yani hao utamani kwenye maisha yako wawepo kwenye maisha yako. Kwa hiyo kuna wanadamu wapo kama hewa unawahitaji, na kuna wanadamu wapo kama dawa, ukiumwa unawahitaji, na kuna wanadamu hao wapo kama ugonjwa. Hakuna mtu ambaye anatamani ugonjwa kwenye maisha yake, na wanadamu wako hivyo kwenye maisha ya mwanadamu. Na kanuni ya wanadamu ilivyo, wanasema kama vile unavyoona i'rab, kama unavyoona kwenye Qur'ani au kwenye maandishi ya Kiarabu, kuna baadhi ya maneno yamekuja yanahitaji uweke dhumma. Ikiwa ni fa'il lazima awe na dhumma, lile neno litakuwa na dhumma, lile jina litakuwa na dhumma. Ikiwa pengine yule mtu anakuwa ni mafuul, anakuwa ndio mtendewa,
basi kwenye lile neno itakuwa ni mansub, lazima kuwe na fatha. Na kwenye maisha ndio hivyo hivyo, kuna binadamu lazima uwekee dhumma, kuna binadamu lazima uwekee fatha, kuna binadamu lazima wawe na kasri kwa sababu wanakuwa ni majrur. Kwa hiyo wanadamu wametofautiana kwenye maisha. Kuna wanadamu tunaowahitaji, bila wao haiwezekani maisha yetu kwenda, na kuna wanadamu vile vile hatuwahitaji kama unavyoona ugonjwa. Hivyo ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyowagawa wanadamu. Kwa hiyo mwanafalsafa huyu akasema anna anwa'an nas thalathatun, aina za watu kwenye maisha zipo za aina tatu. Lazima ujue, sio kila mtu kwenye maisha atafaa. Hapana, kuna baadhi ya watu kwenye maisha hawafai. Kuna baadhi ya watu kwenye maisha hatuwahitaji, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba wanadamu, wao wapo kwenye maisha yetu. Lakini kuna wanadamu ambao tunawahitaji kwenye maisha yetu, bila wao haiwezekani. Na kuna wanadamu ambao hatutamani kabisa hata kukutana nao kwenye maisha, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ndio ameshawaumba. Ndio maana siku moja Sayyiduna Ali katika moja maneno yake aliwahi kusema, thalathatun la budda an tastaqirra fi dhinik, mambo matatu ukiwa unaishi kwenye maisha yako hakikisha unayaweka kwenye akili, unatembea nayo. Jambo la kwanza akasema, la najata min almaut, hakuna mtu ambaye anaweza kuepukana na kifo. Na mtu wa pili akasema, jambo la pili akasema, la salamata min kalamin nas, ukiwa unaishi kwenye maisha yako hakikisha ya kwamba unatembea kwenye akili yako, unajua kwamba huwezi kuepukana na maneno ya wanadamu. Ili jambo lazima uliweke kwenye akili yako. Na jambo la tatu akasema, la rahata fi dunya, duniani hapa hakuna starehe. Namna utakavyoishi kwenye maisha yako itakuwa ni tabu tu. Ukiwa ni mwema itakuwa ni tabu, ukiwa mbaya itakuwa ni tabu. Yaani duniani hapa hakuna starehe, hakuna kuenjoy katika maisha ya mwanadamu. Ukiwa mzuri wanadamu watakusema, la salamata min kalamin nas, hakuna kuepukana na maneno ya wanadamu. Kwa hiyo wanadamu kwenye maisha, anna anwa'an nasi thalathatun, wanadamu hawa wapo katika makundi ya aina tatu. Lazima ulijue katika maisha yako. Lakini al-Imam Shafi'i katika kuelezea wanadamu siku moja aliwahi kusema, yaqulu al-Imam Shafi'i, al-Imam Shafi'i anasema, man yadhunnu annahu yaslamu min kalami nnasi fahuwa majnun, yule ambaye anadhani ya kwamba ataepukika na maneno ya wanadamu, mtu huyo atakuwa ni mwenda wazimu. Imam Shafi anasema hivyo. Yule ambaye anayedhani kwamba kwenye maisha yake ataepukana na maneno ya wanadamu, mtu huyo atakuwa ni mwenda wazimu. Wewe ukiwa unafanya jambo kwenye maisha yako kisha ukaamini kwamba wanadamu wote watakupenda, wanadamu wote watakusifia, wanadamu wote watakusema kwa mazuri, wewe utakuwa ni mwenda wazimu, akili zako hazipo sawa. Ndio al-Imam Shafi anasema, man yadhunnu annahu yaslamu min kalami nnas fahuwa majnun, yule ambaye anayedhani ya kwamba ataepukana na maneno ya wanadamu, mtu huyu atakuwa ni mwenda wazimu. Kisha akasema, qalu anillahi thalithu thalatha, kuna watu walimsema Mungu kwamba miungu iko watatu. Yani kuna watu wana Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Kuna watu wamemweka Mungu ana utatu, watu wamemsema Mungu Allah subhanahu wa ta'ala na utatu. Waqalu, na kuna baadhi ya watu wamesema kwenye dunia hii, an habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam sahirun, wamemsema mtume kwamba alikuwa ni mchawi, majnunun, alikuwa ni mwenda wazimu. Kuna watu walipita huko nyuma walimsema mtume kuwa ni mchawi. Kuna watu walipita huko nyuma walimsema mtume kuwa ni mwenda wazimu. Sasa ikiwa mtume alisemwa, we unadhani utasalimika na maneno ya wanadamu? Kwa hiyo ukiwa unaishi kwenye maisha yako kisha ukadhani kwamba watu wote wakuseme vizuri, we utakuwa mwenda wazimu. Kama kulikuwa na mwanadamu anapaswa aseme vizuri, watu wamzungumze vizuri, alikuwa ni Mtume Muhammad. Lakini al-Imam Shafi anasema ilifika hatua watu walimuita mchawi, ilifika hatua watu walimuita mwenda wazimu. Haya wewe nani usisemwe? Haya wewe nani usitukanwe?
we nani watu wasikutete? Au ndio wanadamu? Ikiwa watu wamemsema mtume, we ni nani mpaka usiseme? Kisha alimamu Shafi akasema, fama dhannuka biman huwa dunahuma, wewe unadhani kwenye maisha yako, alimamu Shafi anasema, wewe unadhani kwenye maisha yako mtu ambaye yuko chini yako daraja lao litakuwa ni lipi? Kisha alimamu Shafi akasema, fakalamu nnasi mithlu sukhur, maneno ya wanadamu kama unavyoona mfano wa jiwe au mawe. Kadri ya wanadamu wanavyozungumza, kuna mawili, uyatumie mawe yale kujengea, ama uyatumie mawe yale kupandia mahala ya kufikishe katika daraja aina fulani. Kwa hiyo kuna baadhi ya wakati wanadamu wakiwa wanaongea, inawezekana ikawa ndio sababu ya wewe kufika kwenye daraja aina fulani. Al-Imamu Shafi anasema, fakalamu nnas mithlu sukhur, maneno ya wanadamu mfano kama unavyoona mawe yale. Sasa utakhiari mwenyewe, uyachukue yale mawe ujengee, uyachukue yale mawe upandie uelekee sehemu nyingine, au yale mawe ya kudhoofisha ya kuue. Kwa sababu ukiyazingatia maneno ya wanadamu mfano wa mawe yatakuua, lakini ukiyachukua kama ni fursa, kama ni somo, yatakusaidia kwenye maisha yako. Kwa hiyo alimamu Shafi hapa anatanabaisha ya kwamba kwenye maisha yako ukiwa unaishi, jua ya kwamba kuna baadhi ya watu watakusema tu, kuna baadhi ya watu watakuzungumza vibaya, mama utakavyokuwa. Ukiwa mzuri watakusema, ukiwa mbaya watakusema, vyovyote vile. Wanadamu katika maisha yao wameumbwa kusema na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, a'rifi nnasa taslam, wafahamu wanadamu uweze kusalimika na maisha yako. Usipowafahamu wanadamu utapata tabu sana kwenye maisha, kwa sababu wanadamu ndio wanadamu kwa namna walivyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala.